Bwana, kwa vipi mwanahabari 254 TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Siku ya leo naweza sema niko na bahati angekewa kwa maana nimepata nafasi ya kupiga longa za hapa na pale na mwanahabari wa kupigiwa mfano ambaye anawajibika pale Azam TV, muite Nabii Elijah Mumanyi. Ni nabii wa mchezo wa mpira wa miguu. Awali ya yote, siku ya leo Gor Mahia wanakabana na Murang'a Seal. Mchezo wa leo unauonaje mzee? Ni mchezo ambao unafuatiliwa na mashabiki wengi. Ni moja kati ya mchezo ambao wanakwambia leo ni kufa mtu, hakuna kuponea kwa timu zote mbili. Kwa faida ya Murang'a Seal ambaye hajakuwa na msururu wa matokeo mazuri, ameishia mechi 7 bila kushinda. Ile mechi yake kabla ya mechi ya leo alipata ushindi dhidi ya Kakamega Homeboyz baada ya msururu wa matokeo mabovu. Kwa upande wa Kogalo, wanafahamu fika kuwa ushindi wa jana wa Ingo Derby kwa faida ya timu ya AFC Leopards uliwapa msukumo na kuwapa tumaini AFC Leopards kuwa angalau wana hope kuwa wanaweza kuondoka na taji msimu huu. Kitu ambacho wanastahili kukifanya Kogalo ni kufungua lile pengo baina yao na AFC Leopards kwa kuondoka na alama 3 leo na kuhakikisha kuwa hawampi nafasi Ingwe ya kuweza kuwa na tumaini la kuondoka na ubingwa. Kwa hiyo mechi ya leo ni mechi nzuri, licha kuwa Murang'a anahesabia kuwa nyumbani na wanatumia uwanja wa Nyayo. Huenda pakubwa tukaona mchezo wa kufana sana kwa timu zote mbili, Charles Akonor na kwa faida ya Murang'a Seal. Ukiangalia vizuri unapata kama baadhi ya mashabiki wa Gor Mahia ambao wanasema ama wanadai ya kuwa hawana strikers. Sasa ni jambo ambalo limewapelekea wengi kukesha kimawazo na vilevile kujiuliza maswali kibao kuhusiana na mchezo wa leo, kwa maana ushindi wa siku ya leo utakuwa ushindi mkubwa zaidi kwa timu ya Gor Mahia. Ndio tunakubali, sababu ukiangalia wanamkosa sana Felix Oloch Mboya, moja kati ya sahihi ambao waliipata kutoka Posta Rangers, wakiwa na imani kuwa ndo goal poach ambaye angewasaidia. Felix ameuguza majeraha msimu huu baada ya kujiunga na Kogalo na amekuwa nguzo muhimu kwa mechi ambazo alihusishwa kwa faida ya timu ya Kogalo. Sasa hivi Gor Mahia wanacheza mfumo ambao wanacheza false 9, na maana wanamtumia striker bandia kwa ishara ya Ebeneza Adekua ambaye anahusishwa pale. Hawana ule pocha, hawana finish ambaye wanamtegemea. Finisher ni Felix Oloch Mboya ambaye tayari amekuwa mkekani kwa muda, ndio ameanza kurejea kwenye mazoezi na hakuna uwezekano na hakuna uhakikisho kuwa atahusishwa kwenye mechi yoyote au mechi zozote zile ambazo zimesalia. Kwa leo huenda pakubwa watakuwa wanategemea Sharif Musa, Ebeneza Sefua, Patrick Esombe miongoni mwa offensive ambao wamekuwa tegemeo kwa faida ya timu hii. Ila kuna kitu ambacho kinanifurahisha na Kogalo, yeyote yule anaweza kafunga, awe beki, awe kiungo wakati, awe ni wachezaji ambao wanafanya mashambulizi kutoka pembeni. Ndo hicho kwa uwazi ndio wamemkosa striker msimu huu, na naamini ni kitu ambacho watakwenda kukifanyia kazi. Wafahamu kuwa iwapo wana striker tegemeo akikosekana, basi nani anakuja kuliziba lile pengo. Ni wazi kuwa hilo limekuwa ni pigo kwao, lakini halijawazuia kung'ang'ania ubingwa kwa mara ya 22 ligi kuu Kenya. Lakini ukiangalia vizuri unapata kama wakwasi wa lugha wakati fulani huwa wanajimwambafai wakisema kuwa adui muombe njaa, atanyosha mikono juu hata ingawa yeye ni shujaa. Siku ya leo mashabiki wa Murang'a Seal na FC Leopards ambao wanawaombea njaa Gor Mahia. Sasa ile hali ya Gor Mahia leo kama wanaweza pata ushindi, unadhani unaweza kaaje kwa baadhi ya mashabiki wa FC Leopards na Murang'a Seal? Pale tuanzie ulipoanza. Leo kuna United Opposition ambao watakuwa na address members of the press. Ni Murang'a Seal mashabiki na mashabiki wa FC Leopards. Kwa hiyo leo ni United Opposition dhidi ya Kogalo. Na ndio kwa mchezo wa soka siku zote ni vigumu sana kusema kuwa utakuwa unamtegemea mwenzako apoteze ili wewe uondoke na ubingwa. Ni ugumu sana. Ila pia mambo kama hutokea. Kwa hiyo kuna kauli mbiu kuwa kila mtu ashinde mechi zake. Naamini ndio kauli mbiu ambayo wanaitumia wana Kogalo. Na iwapo Kogalo atakuwa anaondoka na ushindi leo, itakuwa ni matumaini yameanza kukatika kwa faida ya AFC Leopards kuondoka na ushindi. Watakuwa wanategemea sana waweze kushinda mechi zao zote, na pia aweze kuombea mzungumzie Kogalo aweze kudrop points. Kwa Murang'a Seal shabiki wamekuwa na msimu ambao sio mzuri. Iwapo wataokota alama 3 leo dhidi ya Kogalo, basi kwao itakuwa ni kama ni taji. Kwao watakuwa na kitu cha kujigamba. Kwao watakuwa na kitu cha kuwabanta. Kuna kitu ambacho tumekiona kwenye mitandao sana. Mashabiki wanabanta sana kuhusiana kuwa wewe umemfunga huyu, wewe hujafunga huyu. Kwa hiyo
Murang'a Seal wapo watashinda, watakuwa na kitu cha kuzungumza msimu huu. Kwa hiyo wanapoitwa kwenye meza ya watu ambao labda walishinda mataji ama labda wamekuwa na msimu mzuri, wao wanakuja wanasema sisi tuliwafunga mabingwa au sisi tuliwafunga Kogalo, sababu kwa wazi ni kuwa Kogalo ni miongoni mwa timu zenye mafanikio makubwa ndani ya ligi kuu Kenya. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vitakuwa vinaangaliwa zaidi, lakini kwa hapo ni kwa mashabiki, kwa timu zote wachezaji, naamini wachezaji wote wanakuja wakiwa wanajua kuna kitu ambacho wanataka kukifanya. Kwa Kogalo wanahitaji kuondoka na ubingwa kwa mara ya 22. Kwa Murang'a Seal wanafahamu kuwa wanacheza dhidi ya timu nzuri na moja kati ya timu ambayo imeboreka. Ukizungumzia mchezo wa ligi ya Kenya, basi kuna kujiuza. Ni wachezaji wachanga, wachezaji ambao wanahitaji pia kuonekana kwingine. Hamna mchezaji ambaye hangependelea kuichezea Kogalo au AFC Leopards. Kwa ndoto ya kila mchezaji ni kuchezea hizi timu mbili. Kwa hiyo vitu viwili ambavyo wanakuja navyo wana Murang'a Seal kwa faida ya wachezaji. Tumekuja tunajua tunacheza dhidi ya mkubwa au tunacheza dhidi ya kigogo, lakini pia sisi tuna kitu cha kuprove. Kwa hiyo leo kama basi unahitaji kupiga move, dirisha la uhamisho likifunguliwa baada ya msimu kukamilika, mchezaji wa Murang'a Seal anafahamu hilo na anafaa kujiuza. Prove a point, utakuwa unakumbuka kwamba hawa ndio waliwasumbua Kogalo wakiwa wanatafuta ubingwa wao wa 22. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vitakuwa vinaonekana kwa faida ya Kogalo. Kogalo wao wachezaji wao wanakuja na full of experience, wazuri kwenye top level, big stage, lakini wanahitaji kuprove uzuri wao kwenye pressure kama hii ambayo imepile kutokana na Ingwe kusogea karibu. Kwa hiyo wanahitaji kivyovyote vile, si kwamba wafunge magoli mengi, aidha wafunge goli moja, aidha wafunge magoli 5, lakini muhimu ni waondoke na alama 3. Hao hata Murang'a Seal wakijifunga wao hawana shughuli, muhimu ni alama 3. Nabii, kuna zile udambi ambazo huwa zinawekwa na kocha kuhakikisha kuwa mambo yamekuwa sawa katika benchi la ufundi na vile pale uwanjani. Kwa maana ukiangalia vizuri unapata kama kuna wakati fulani huwa wachezaji wanategemea kile ambacho tunachokita psychological game, unaona, na kuna pia ile game ya physical. Sasa ningependa kujua kwa mtazamo wako, wewe ungetwikwa jukumu la kulinoa klabu ya Gor Mahia, nini ungefanya tofauti siku ya leo? Nadhani kwanza, kitu cha kwanza leo ningepewa fursa kama mkufunzi wa Kogalo ni kuwapa nafasi wachezaji. Naamini ni kitu ambacho labda amekifanya. Wape free time, usiwape pressure sana. Uzuri una wachezaji ambao wana uwezo wa kustahimili hiyo pressure ambayo tayari wanajua imewafikia. Wasikize maoni yao na wao waulize opinion yao. Nyinyi tunakwenda vitani, hivi vita tunakwenda kukabiliana na adui. Huyu adui tukabiliane naye vipi? Ukiwasikiza opinion zao, basi wewe na mbinu za kwako kama mimi viunganishe pamoja, vizingatie walivyovisema, nami niwaambie basi ndio hivi, tufanye hivi. Kitu kingine ni kuwa wape free roll wachezaji. Waambie nendeni mkapigane vita, tumejiandaa kwa juma nzima, tumejiaminia na kila mmoja unajua ni kwa nini umevalia nembo ya Kogalo. Haihitaji mimi nikukumbushe, wewe cheza. Tupo kwenye uwanja wa Nyayo, uwanja ambao unaruhusu kuweka mpira chini. Mimi siku zote ni mtu ambaye filosofia ya kwangu naamini timu ambayo inaweka mpira chini, hususan kwenye surface nzuri kama ya Nyayo ambayo inaweza weka mpira. Tucheze kama ni goli litapatikana. Vyovyote vile jiamini, fanya vile ambavyo wewe unahisi unaweza ukafanya, tuondoke na alama 3. Ndio kitu muhimu kwenye mechi ya leo. Sitawaomba wamfunge Murang'a Seal magoli mengi. Sitawaomba wanipe magoli 20. Sitawaomba wakose kunipa magoli. Lakini naomba alama 3. Sitaki kujua awe amejifunga Murang'a Seal, awe hajajifunga. Baada ya dakika 90 mimi kama mkufunzi nahesabiwa kuwa na alama 3. Ndio kitu muhimu ambacho ningelipenda kukifanya iwapo ningekuwa mkufunzi wa Kogalo kwenye mechi ya leo. Zile harakati za kunya jamvi, ningependa kujua unaliongeleleaje ligi kuu nchini Kenya kwa ujumla? Gor Mahia, FC Leopards, Murang'a Seal, kuna wale ambao wameshatupwa, wametoka, wanaitwa Sofapaka, ndio wameingia relegation. Alafu pia kuna Mathare pia walipata ushindi dhidi ya Mara Sugar, hata ingawa ilikuwa ni on goal. Niseme kwa mara ya kwanza ligi yetu kwa mara ya kwanza, na ni fursa kubwa kuwa nimekuwa miongoni mwa wanahabari ambao tumekava au nimefuatilia ligi hii wakati ambapo ligi imekuwa na ushindani mkubwa. Nikuweke sawa kuwa kwa mara ya kwanza inatokea AFC Leopards na Gor Mahia wanafukuzia ubingwa mpaka zikiwa zimesalia karibia mechi 3, tayari hatujui nani ataondoka na ubingwa. Hili halijawahi tokea kwa zaidi ya miaka 10. Mara ya mwisho lilitokea vile, naamini ilikuwa msimu wa mwaka 2013 wakati ambapo walikuwa na kikosi, AFC Leopards walikuwa na kikosi cha kina Paul Were, baadhi ya wachezaji kama hao.
na kina Bernard Mang'oli ndio waliweza kufukuzia ubingwa, na mwisho wa siku bado hawakuweza, waliondoka na ubingwa Kogalo. Chambelecho juzi niliona mchezaji fulani akisema kuwa ameandika mtandao kuwa naona Ingwe mnafanya kitu ambacho sisi kilitulemea kufanya. Kwa hiyo nakueleza ligi hii msimu huu imekuwa yenye ushindani mkubwa, na ndio utamu wa ligi hii. Na zaidi ya yote sio kwamba umekuwa ni ushindani pale juu, lakini kule chini ulivyozungumza, Sofapaka sio mgeni, amekuwa top tier ama amekuwa kwenye ligi kwa miaka 17, lakini kwa mara ya kwanza anashuka. Inakueleza ushindani vile ambavyo umekuwa na wakati mgumu kwa Batoto ba Mungu na miongoni mwa timu zingine. Mara Sugar hata Biriki amekuwa na msururu wa matokeo ambao sio chanya, sio mazuri vile, lakini ameondokea kuweza kupoteza dhidi ya Mathare. Bado pale chini ukizungumzia Kariobangi Sharks, ulinzi hatujui nani ambaye atashuka, pressure ipo. Basi nakueleza ligi yetu inakuwa, na sio kwa sababu yangu peke yangu binafsi, kwa sababu yako wewe, kwa kitu ambacho unakifanya, kwa sababu mimi kile ambacho nafanya, mashabiki na pia na stakeholders wote ambao wamehakikisha kwamba ligi hii iweze kuwa kwenye ubora wake. Tupo kwenye the right channel, tuna grow na tunaelekea kwenye mfumo mzuri. Naamini ndio kumekuwa na gumzo kuwa ligi bora ndani ya Afrika Mashariki. Wenzetu jirani wametangulia na tunakubali wapo mbele yetu, lakini wapo tutaendelea vile vile na ushindani kama huu. Tupo mahali pazuri na mbele wenyewe wanasema ni kweupe. Huenda kutakuwa na ligi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa kwa misimu inayokuja, ni hii ligi ya Kenya. Unajua, ukiangalia unapata kama Gor Mahia wanajimwambafai ama ile hali ya kujinasibisha juu ya jedwali pale, lakini kuna wakati fulani pia huwa wanasema kuwa kila jema lina maumivu. Kweli. Unadhani siku ya leo ni mapungufu yapi ya Gor Mahia ambayo yanaweza wapa tija chanya wachezaji wa Murang'a Seal? Nadhani kwa Kogalo kitu ambacho iwapo watakifanya kama mapungufu ni kitu cha kwanza ni kupanic. Kwa kupanic ni kwa njia gani? Yaani kwamba mna pupa ya kutaka kufunga, na mara mingi ukiwa na pupa wanasema mwenye pupa adhiriki. Kwa hiyo nakueleza wawe na utulivu, kitu cha kwanza. Lakini kama watakuja kwamba wana tamaa ya kutaka kufunga kivyovyote vile, kwa uwazi kutokana na vile ambavyo timu hizi zipo, huenda atakuwa na sit back na low block mwana Murang'a Seal. Atakuwa na msubiri, njoo ubishe, kisha mimi nikipata nafanya shambulizi la kushtukiza. Wana wachezaji wazuri wa kufanya vile. Victor Haki ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uzuri wa transition yao ya kuelekea mbele. Wanajua Irungu Waithera clinical na finisher mzuri ambaye kwa sasa ndo mfungaji bora. Kwa hiyo kitu ambacho wanaweza wakakitumia, wawasubiri Kogalo waje wabishe, kwa sababu watakuja na idadi nyingi ya wachezaji. Baada ya hapa waadhibu kwa transition, ina maana ya counter attack, ndio kitu ambacho kinaweza kiwasaidia kama upungufu. Lakini kwa tajriba, ukizungumzia wachezaji wenye experience, Kogalo wanao. Ukizungumzia wachezaji ambao wanaweza wakacheza kwenye mechi ya pressure, Kogalo wanao. Ukizungumzia wachezaji ambao wanajua ni kwa nini wanahitaji kuondoka na ubingwa msimu huu, Kogalo wanao. Kwa hiyo utawapa una upper hand, wapo vizuri. Lakini hawa vijana wadogo nao wao wanataka kuja kuprove point kuwa tuna uwezo wa kufanya kitu mbele ya hawa. Ndio, kuna uwezo wajue mimi najua kucheza, ndio. Na kila siku wenyewe wanasema ukipewa fursa kwenye big stage basi itumie. Mechi ipo mubashara, mechi ipo kwenye uwanja ambao unachezeka. Kila mtu apige shughuli yake kwake, sisi tufurahie baada ya dakika 90. Bana, anaweza sema ni bahati zaidi angekewa, kwa maana nimepata nafasi murwa ya kusemezana na mwanahabari wa kupigiwa mfano ambaye anawajibika pale Azam TV, muite Nabii Elijah Mumanyi. Tumeongea kuhusu mengi ambayo yanafanyika katika ligi kuu nchini Kenya.